Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwa namuuliza katibu hivi na simama. Ndugu zangu, kusema ukweli nimewasalimia wakati naingia. Ila turudie tu kama tamaduni. Wakubwa shikamoni. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ni washukuru na niwakaribishe kwenye kikao. Karibuni sana kwenye kikao. Kwa majina naitwa Daniel Shirogera Mabala, diwani wa kata ya Rwamgasa, lakini pia kama alivyosema katibu, ndio mwenyekiti wa maendeleo ya kata, lakini mwenyekiti wa siku ya leo kwenye kikao cha leo. Mpendeza Mungu kwa uzima na afya kwenye vikao kama hivi, atakuwa nikiendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka mitano. Na nimesimama hapa kwa minajili moja tu, kufungua kikao. Mimi niseme mtendaji binafsi ni kupongeze wewe na timu yote, pongeze viongozi wetu wa ulinzi na usalama mjenzi ya kata, lakini upande wa hifadhi yangu Aloisi na wataalamu wote, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji. Hivi vitongoji hebu tufungiane mikono nione kwanza. Hapa naona sura zilizo nyingi. Nikitaka nipate picha vizuri, mwaliko uliowafikia mwenyekiti wa vitongoji kwa usahihi. Vijiji vingine isipokuwa kijiji cha wapi? Ya Rwamgasa. Nitaka niongee kwa kupata tu picha. Lakini pia naongea hivyo nikiwa tayari nimefanya tafiti. Kama mbona mwenyekiti wa vitongoji hata anaweza kuwa hata Izugumi hapa ninapoongea Charles Bahati Izugumi, inawezekana yeye amekuja kwa kofia ya mwenyekiti wa kijiji. Ninavyojua. Lakini mimi nilitoa maelekezo kwako kwamba kikao changu cha leo kwenye viti wa vitongoji wote waalikwe. Inaweza kuwa ni kwa sababu ya mawasiliano anasema yanakatika kama yanavyokatika mabarabara na miundombinu mingine. Kuna uwezekano mawasiliano kwenye kijiji cha Rwamgasa yalikatika. Maana si ukiacha Bahati Izugumi, nimeuliza pia kitongoji ambaye hajafika hapa anasema sina mwaliko. Inaweza kuwa katibu nijaribu pia wakati mwingine. Bahati nzuri sikwenda hivi tulienda kwa barua kabisa. Naomba nialikwe watu fulani. Inawezekana pia tujaribu kufuata hiyo. Lakini mwisho wa siku, ndugu zangu tulioko hapa wote tuko kwa mujibu, hususan wajumbe wale halali wa DC na wageni wote waalikwa, tuko kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi tulioko hapa kwa siku ya leo. Hivyo wote tukiangalia ibara ya 8 ya katiba inatuelekeza mamlaka tunayopata kutoka kwa wananchi. Ni wajibu wa serikali na viongozi kuleta ustawi kwa wananchi. Hivyo wote ambao tumefika kwa siku ya leo tuliomo humu, tutakayoongea, tutakayojadili yawe na mlengo wa kuleta ustawi kwa wananchi. Kama una jambo jingine tofauti na ustawi kwa wananchi, nikuhakikishie hichi kikao sio cha kwako na sio sehemu sana kwako. Kwa maana sisi tumeundwa na katiba, lakini pia tumeundwa na mwaliko halali wa hichi kikao. Tunaongozwa na sheria. Kama tunaongozwa na sheria, tunamaanisha kwamba yote tunayojadili tujielekeze kwenye kuleta ustawi wa wananchi ndani ya kata yetu na vijiji vyote na taasisi zetu zote. Tuko pamoja? Kidogo niwaulize sivyo kwanza tunakutana kwenye majukwaa kule kama mwasaya. Ni naongea kama sehemu ya utangulizi wa ufunguzi ili tuende na agenda mahususi zilizoko mezani. Tutaishi kwa namna hiyo kwa miaka yote, kwa muda wote, kwa siku zote. Kama siku zilivyo, siku 7 za kazi, tutaishi kila mmoja aliyeko ofisini kwake aishi kwa kuzingatia ustawi wa wananchi alipo. Na hivyo ndio ile tutaelezea pale. Na ile ilani ndio tumekabidhiwa inaongea hilo. Ndio maana bosi wangu, kiongozi wangu yupo hapa. Turudishane kwenye mstari kwamba mwenyekiti wa maendeleo ya kata hapa unachokisema hakizingatii katiba, hakizingatii sheria, hakizingatii kanuni, hakizingatii ilani, lakini pia tamaduni zilizo njema kwenye jamii ya kwetu. Turudishane kwamba mwenyekiti, maana yake kwa nafasi ya kwangu diwani, rudi hapa, mstari sahihi ni huu hapa kwa ajili ya usawa wa wananchi.
Ndugu zangu wakazi wa kata ya Rwamgasa, mimi nafungua hiki kikao kwa siku ya leo nikiwa kuna agenda ambazo tutajadili. Nimetoa mwelekeo kwamba tukajikite kujadili kwa ajili ya maendeleo ya kata ya Rwamgasa na ustawi wa wananchi mmoja mmoja. Kwa jumla ya kata ya kwetu tuko wakazi kwa sensa 2022 tuko wakazi 72,135. Kwa takwimu hizo zinaonyesha, siwezi kusemea takwimu hizo, siwezi kusemea kata zingine, zinaonyesha kwa sensa hiyo kata yetu kwenye jimbo ina wakazi wengi kupita kata zingine.